Ni Aprili 15, 2025. Ujambo na karibu sasa tuweze kuiangazia kwa muhtasari yote yaliyoandikwa katika magazeti yaliyokusanywa kutwa nzima ya jana na kufikishwa leo katika vyumba vya habari na kuletwa katika magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Joseph Mwanawaisangura. Nyuma ya kamera ni Hassan Magurumari ambaye anafanikisha matangazo hayo unayapata mbashara kabisa. Nikianza na gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii, habari kubwa ameandika mvutano vifungu CCM na Chadema. Unaambiwa ni kuhusu kushiriki uchaguzi mkuu, ibara za katiba ya nchi zawa mada kuu kwenye ziara zao. Ni habari katika ukurasa wa 5. Lakini hapa ndani ya habari hii kuna nukuu hapa ya Dr. Damas Ndumbaro anakuambia kinachoendelea mtaani kuwashawishi watu kushiriki uchaguzi ni kuvunja katiba ya nchi. Wanasiasa wanaopita maeneo mbalimbali nchini na kueneza habari za uchochezi kuhusu masuala ya uchaguzi mkuu wanavunja katiba ya nchi. Huyu ni Dr. Damas Ndumbaro. Ni habari hiyo unaweza kuipata katika ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi. Pia katika ukurasa wa pili gazeti Mwananchi kuna habari wameandika NIDA kusitisha kadi 634,000, lakini pia wahusika kukosa huduma za taasisi 128, usajili mpya wa alama za nyayo kuanza na vichanga. Kumbe kuna usajili mpya wa alama za nyayo huko NIDA, unaambiwa sasa utaanza kwa vichanga. Ni habari katika ukurasa wa pili gazeti la Nipashe. Na tukitamatisha habari katika gazeti la Nipashe unaambiwa adaiwa kumchinja mama mzazi na yeye auawa na wananchi. Huyu jamaa bwana, katika ukurasa wa pili unaambiwa yeye alimchinja mama yake mzazi, wakamzika vizuri na kumstiri vizuri mama yake mzazi Kiislamu, lakini sasa baada ya mazishi wananchi wakaona hili haliwezekani na wewe lazima uuawe. Wananchi wakamuua kijana huyo na walivyomzika walimzika kiubaya ubwera, hakuna sara wala nini. Undani wa taarifa hiyo unaweza kuipata katika ukurasa wa pili. Na gwiji la habari habari leo ameandika Majaliwa ataka tathmini fedha za miradi. Ni habari katika ukurasa wa 7. Unaambiwa ameagiza rasi na madeni wote kutumia mifumo kurinda kuongeza mapato. Ni habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia kuna habari hapa wanawake wang'ara mchango ujenzi wa uchumi. Lakini pia Amos Makala, Samia ameacha alama kwa Watanzania. India yasifu ushirikiano na Tanzania uchumi jamii. Ni habari katika ukurasa wa pili. Tukitamatisha na gwiji la habari kuna habari hapa ameandika LATRA kufunga kamera. Ni katika ukurasa wa pili ameandika LATRA kufunga kamera mabasi ya abiria na wanafunzi. Na sasa tutamatishe kurasa za magazeti kwa kuangazia yaliandikwa katika kurasa za magazeti. Gazeti la Mwananchi, habari kubwa imeandika ukomo wa kanuni za maadili ni gumzo. Ukomo wa kanuni za maadili sasa ni gumzo, ni habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia kibano waliotelekeza vitambulisho vya NIDA vituoni, ni habari katika ukurasa wa 26. Nyinyi ambao mmetelekeza vitambulisho vyenu vya NIDA hamvifati, mnaambiwa tu mnatumia namba, lakini vitambulisho hivyo hamna. Mnaambiwa sasa ni kibano vitambulisho kufungiwa kuto kutumika. Ni habari hizo. Lakini pia kuna habari imeandika mke watoto wa boss TANESCO wasimulia baada ya kufariki kwa bosi huyu mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme. Lakini pia kuna habari hapa ameandika nondo 6 za msubiri Majaliwa. Ni habari katika ukurasa wa pili. Tutamatishe kurasa za magazeti kwa gazeti la Mwananchi kwa habari iliyosema mvua yaleta madhara Dar es Salaam, mikoa mitano ijiandae siku ya leo. Mvua yaleta madhara Dar es Salaam, mikoa mitano ijiandae kwa siku ya leo. Ni habari katika ukurasa wa 7. Mikoa hiyo mitano ijiandae kwa nini? Labda kwa mvua kubwa zinazokuja ama zinazoendelea. Endelea kufuatilia mamlaka ya hali ya hewa kuweza kujua hali ya hewa na mienendo mizima ya hali ya hewa hapa nchini. Mimi natamatisha kurasa za magazeti kutoka hapa Posta jijini Dar es Salaam. Kumbuka hii ni Media Wire Express, unaweza kutufuatilia kupitia tovuti zetu za mitandao ya kijamii kupitia anwani ya www.mediawireexpress.co.tz, lakini pia kupitia anwani zetu za mitandao ya kijamii kule Facebook, X, YouTube na Instagram, Media Wire Express. Kwa niaba ya timu nzima ya Media Wire Express, mimi ni Joseph Mwanawaisangura. Asante. Hassan Magurumari. Tukutane tena kesho panapo majaliwa.